Hello rafiki, karibu kwenye wiki nyingine na episode nyingine mpya kabisa ya Next Level Mentality, Systematic Bible Reading and Interpretation. Umebarikiwa sana, endelea kuwa sehemu ya darasa hili tunapojifunza wiki yote. Natumai utashare ujumbe huu na mtu mwingine ili kuweza kuwa sehemu ya baraka kwa huyo mtu pia. Umebarikiwa mpaka ushangae. Karibu darasani. Amen. Baba, nakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa kutupa nafasi nyingine tena kujifunza leo kwenye darasa letu la Alhamisi. Tunaomba na kupokea kwamba kuna usikivu kwenye darasa hili, hakuna tashwishi kwenye kutoa na kupokea. Macho yetu yanatiwa nuru, tunaona utimilifu kwa kazi ya Kristo kwa wazi kwenye fahamu zetu, lakini pia tumeona kazi ya Roho ndani yetu wakati tunajifunza, ikitusaidia kuelewa haya, na mwisho wa siku tunaona akizaa matunda kwenye maisha yetu. Katika jina la Yesu tunaomba kwa ajili ya wengine watakaosikiliza na wanaotazama, kwamba maarifa haya yasiwapite, lakini yawe na lengo la kuwajenga na kuimarisha katika Kristo, ili waweze kuzaa matunda katika kila kazi njema, katika jina la Yesu. Amen. Tunaendelea na introduction to God's plan for salvation. Na wiki iliyopita tujifunza kidogo juu ya the believer is God's son. Mwamini ni mwana wa Mungu. Tukaangalia kwa undani wana ni nini, na tulideal na some things ambazo zilikuwa zinasumbuka kutofautisha mwana na mtoto. Mwana na nani? Na mtoto. Lakini tufanye uchambuzi wa kutosha kabisa pale. Lakini leo tunataka tukae kidogo kwenye kitu ambacho kinafanana kidogo. Ukiangalia hizo zinazofuata zinafanana sana. Na mwamini amependwa na Mungu. Basically haina tofauti kubwa na mwana wa Mungu. Mwamini amependwa na Mungu. Kwa mwamini ni mtu ambaye amependwa au amepokea upendo wa Mungu. Pendo la Mungu limemiminwa ndani ya mwamini. Ijapokuwa Mungu amewapenda watu wote, lakini sio kila mtu amepokea upendo wa Mungu. Kila kitu alichofanya Mungu katika ukombozi ni kwa ajili ya mwanadamu. Kila kitu. Msamaha ni kwa ajili ya mwanadamu. Wokovu ni kwa ajili ya mwanadamu. Sio kwamba Mungu ndo alikuwa na changamoto. Kazi ya ukombozi sio Mungu alikuwa anajitahidi kutatua matatizo yake, lakini Mungu alikuwa anatatua changamoto za mwanadamu. Ndio tunaona sisi waamini tukiwa tumelipokea hilo pendo. Tumezaliwa katika pendo la Baba ndani ya Kristo. Angalia maneno ambayo Yesu alimwambia Nikodemo kwenye Yohana 3:16. Mstari maarufu kidogo. Ukiwa Mkristo utakuwa umewahi kupitia maeneo haya ya Yohana 3:16. Tasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Angalia, kwa maana jinsi Mungu aliupenda. Kwa upendo wa Mungu umedhihirishwa katika kutolewa kwa Yesu Kristo. Akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu, kwa hiyo ni kwa ajili ya kila mtu, amwaminie asipotee. Kwa kutopotea ni zao la upendo wa Mungu, au kupokea uzima wa milele ni zao la upendo wa Mungu. Ni namna Mungu anavyodhihirisha upendo wake kwetu. Kwenye waraka kwa Waefeso sura ya 5 mstari wa 2, Paulo anafundisha kitu cha ajabu hapa kidogo juu ya upendo wa Mungu, ambayo inafanana na ile ambayo tunasoma kwenye Yohana 3:16. Asema, mkaenende katika upendo. Muona, mkaenende katika upendo. Waefeso 5:2. Mkaenende katika upendo. Huu ni mwenendo. Kama Kristo naye alivyowapenda ninyi. Kama Kristo alivyowapenda ninyi. Kwa Kristo ametupenda. Si sawa eh? Ametupenda. Kwa ni past tense. Sio atakapotupenda. Alafu katika pendo la Mungu kuna jambo limefanyika. Huwa anasema, not every place where there is giving there is love, but every place where there is love
generous giving. Sio kila palipo na kutoa pana upendo, lakini kila palipo na upendo pana kutoa. Kwa sababu upendo wenyewe una motivate kufanya jambo kwa ajili ya watu wengine. Kwa sababu upendo ni kinyume cha ubinafsi, unamwaza mtu mwingine. Nasema alivyowapenda ninyi akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kwa harufu ya manukato. Angalia, sadaka na dhabihu hapa actually ni kujitoa kama dhabihu, kama sadaka ya kuteketezwa. Tunaiona hiyo, tunaona kama Yesu ndiye amefanya hivyo, kama alivyowapenda ninyi tena akajitoa. Lakini ukisoma Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae. Hii kidogo inabidi kushtue kwenye matumizi ya lugha. Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae. Kwenye nyaraka hawasemi Mungu amemtoa mwanae. Kwenye nyaraka wanasemaje? Kristo alijitoa mwenyewe kwa ajili yetu, akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kwa harufu ya manukato. Basically, kwa sababu unapotaja Yesu kama mwana wa Mungu ni maelezo ya ushahidi wa macho au Mungu katika mwili anayeshikika. Kwa tunamuita mwana kwa sababu tunamuona akishika. Alikuwa anajitambulisha kama mwana wa Mungu. Lakini mwana wa Mungu niliwaambia maana ya kuwa mwana basically ina maana kadhaa. Maana ya kwanza ni kutokana na, mnakumbuka? Watoto wadogo ninyi mwatokana na Mungu kama source. Lakini maana nyingine ya kuwa mwana ni mtu mwenye tabia sawa na au quality sawa na, ndio mwana. Ndio maana kusema sisi ni wana wa Mungu, basically tunasema chochote alichonacho Mungu kiko ndani yetu. Hiyo ndio maana nyingine ya neno mwana. Kwa hiyo Yesu alikuwa anajiita mwana wa Mungu. Actually kwa kujiita mwana wa Mungu kuna sehemu alitaka kumuua, kumpiga mawe kwa kujiita mwana wa Mungu. Akasema wewe ambaye ni mwanadamu ajiita mwana wa Mungu. Kwa akasema kwa nini unataka kumpiga mawe? Kwa sababu umekufuru, wewe ambaye ni mwanadamu wajiita kuwa ni Mungu. Ndio Yesu akaweka defense pale. Akasema wale waliojiliwa na neno la Mungu aliwaita ndinyi miungu, si zaidi yeye aliyetoka mbinguni. Umeona? Kwa basically anasema I am God. Na amesema mara nyingi sana kwenye Yohana 10 kuanzia 28 pale, nafikiri mpaka 31 mpaka 30. Anasema nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mikono yangu. Akasema Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mikono yake. Akasema mimi na Baba tu moja. Kuonyesha kwamba mimi na Baba ni kitu kimoja. Basically anasema hivi, aliyeniona kwenye hiyo ni Yohana 10. Mbele kwenye Yohana 14 anasemaje? Aliyeniona mimi amemwona Baba. In fact, kwenye hiyo 14 Yohana mstari wa kwanza anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. What is that? One. So, it's speaking about the same personality. Jesus is God in the flesh. Mungu katika mwili. Tuko sawa eh? Mungu katika mwili. So basically Yesu hajaanzia kwenye tumbo la Mariamu. Sawa eh? Yesu hajaanzia kwenye tumbo la Mariamu. Yesu ametokea kwenye tumbo la Mariamu. Ameapia. Ndio kwenye tumbo la Mariamu ameapia. Wengi wetu tumetokea kwenye matumbo ya mama zetu. Hawakujua tulikuwa wapi before. Na kuna mtu anaye trace alikuwa wapi kabla hajaja kwenye tumbo la mama yake. Lakini tunajua Yesu alikuwepo kabla hajakuwepo kwenye tumbo la Mariamu. Si sawa eh? Kwa hiyo ni appearance, choosing to be. Niliwaambia kuwa katika mwili ni ginomai, Ginomai. Ni kuamua kwa willingly. Yaani ni choice. Unajua choice eh? Yeah, ni sisi tu tukizaliwa tu hatuna choice. Hata hivi umekuaje niko hapa? No. That was a choice. Ndio maana unabii ulitangulia, malaika akasema nini na nini. Isaya alitabiri. Kwa kuzaliwa kwa Yesu sio jambo la kushtukiza. Ni choice of God. Ndio maana kwenye Yohana 1:1 anasemaje? Hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno lilikuwa kwa Mungu, na neno lilikuwa Mungu. Anasema pasipo yeye hakuna ambacho kingeweza kufanyika. 14 anasemaje? Naye neno alifanyika mwili akaja akakaa kwetu. Umeona? Neno alifanyika mwili
hilo neno kufanyika mwili, akaja akakaa kwetu. Actually neno kukaa kwetu pale, ukiangalia ile maneno yaliyotumika, ametumia neno la Kigiriki skeno, ambayo actually ni kutabernacle, ile kukaa katikati ya watu, ni kutabernacle. Actually kuna baadhi ya versions za Kiingereza wanatumia kabisa neno tabernacle among us. Kwa kutabernacle ni lugha kabisa iliyo kwenye, nafikiri kutoka 25 pale ambao anasema nijengeeni mahali nipate kukaa katikati yao. Ni promise ya Mungu katikati ya wanadamu. Ni skeno. Mungu hutabernacle katikati ya watu. Kwa Yesu ni Mungu. Ile unayomsoma kwenye Kutoka ndo huyo ametokea. Yule unayomsoma kwenye Mwanzo ndo huyo ametokea kwenye tumbo la Mariamu. Kwa hiyo sasa Yesu anasema, hivi nimekuaje ulimwenguni? No. Kwa hiyo God chose to come in the world in the flesh. Tuko sawa eh? Kwa Kristo alitupenda akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu. Paulo ameeleza kwenye Warumi 5 mstari wa 9 hadi 10 pia. Anasemaje? Paulo kwenye Warumi 5:9 hadi 10. Sasa basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake. Unaona katika damu yake? Anasemaje? Tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa yeye au kwa njia ya Yesu Kristo. Maana ikiwa tulipokuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa njia ya mauti ya mwana wake. Zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Kwa basically katika upendo wa Mungu Yesu Kristo alijitoa kama dhabihu kwa ajili ya dhambi. Na hapo tumepatanishwa na Mungu. Hiyo yote ni kwa sababu ya upendo wa Mungu. Tumepatanishwa na Mungu. Kwa hiyo Yesu ni upendo wa Mungu ndio uliomsukuma Yesu kujitoa kama dhabihu. Kwenye Waefeso 5 tumesoma hiyo. Sadaka na dhabihu kwa ajili yetu. Unaona? Anasema tutaokolewa na mauti yake, maana yake kwa mauti yake au kwa yeye au kwa damu yake. Kwa kufa na kufuka kwake ilikuwa ni kwa ajili yetu kabisa. Ndio maana naona tutaokolewa tukiisha kuhesabiwa haki kwa damu yake. Kwa hiyo inazungumza about kile alichokifanya. Tuko sawa mpaka hapo? Sawa? Kwa hiyo upendo wa Mungu umedhihirika katika kumtoa mwanae. Kwa ajili ya nani? Kwa ajili yetu. Sawa eh? Sawa. Petro wa kwanza 1:5. Petro wa kwanza 1:5. Anasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Angalia. Mnalindwa na nguvu za Mungu. Sio tu tumeokolewa na Mungu, lakini tunalindwa na nguvu za Mungu. Kwa huu ulinzi pia ni upendo. It shows how much God cares for us. Waraka wa kwanza wa Petro 1:5. Kwenye Waefeso 1:19 inaelezea quality ya hizo nguvu zinazotulinda. Waefeso 1:19. Waefeso 1:19 anasema, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri wa utendaji wa nguvu za uweza wake. Unaona na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri wa utendaji wa nguvu za uweza wake. Mstari wa 20 unasemaje? Kwenye hiyo Waefeso 1:19 20 nasemaje? 20 nasema aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina tajalo, wala si ulimwengu huu tu bali katika roho yake. Kwa nguvu ambazo zinatulinda ni nguvu zenye nguvu. Sio lugha gani? Nguvu zenye nguvu zaidi ya nguvu zingine zote. Tunasema juu sana, alafu akataja nguvu zingine. Kwa nguvu za Mungu zilizotulinda ni nguvu iliyomfufua Yesu Kristo. Zinazotulinda. Na ndio maana
amesema ubora wa ukuu wa uwezo wake, alafu ubora wa ukuu wa uwezo wake, actually uwezo wake ni sawa na nguvu zake, power, sawa? Ubora wa ukuu wa uwezo wake au nguvu zake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo. Kwa nguvu za Mungu ziko ndani ya watu gani? Waamini. Hiyo ni very important. Ndani ya waamini. Kwa concentration of God's power is within the believer. Kwa nguvu za Mungu zinaweza tu kuachiliwa na muamini, sababu ziko ndani ya muamini. Hizi nguvu za Mungu zilizotajwa kwenye Waefeso 1:19 mpaka mstari wa 22, actually mpaka 23, zinapatikana ndani yetu, ndani ya muamini, na ni kwa ajili ya faida yetu. Ndio maana kwenye kitabu hicho Waefeso 3 mstari wa 20 amerudia kuelezea hizo nguvu. Amesema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Mbona anafanya mambo ya ajabu? Mambo ya ajabu mno. Mambo ya ajabu mno. Exceedingly, abundantly, above all. Hapa asemaje? Mambo ya ajabu mno kuliko yote tu ambayo tuwazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi. Hapa asemaje? Ndani yetu. Kwa hizi nguvu ambazo tumezitaja tangu tulipoanza kwenye Petro wa kwanza 1:5, wa Efeso 1:19, ni nguvu zenye uwezo wa kutenda na zitatenda kazi kutokea wapi? Ndani yetu. Kwa muamini ni headquarter wa God's power. Ni mahali ambapo God's power is concentrated, na hapo ndipo nguvu za Mungu zinatenda kazi kuleta athari katika maisha yake na katika ulimwengu wake. Kwa nguvu za Mungu zinatenda kazi hata sasa ndani ya muamini. Unaona? Jambo lingine wanatakiwa kujua baada ya kuzungumzia juu ya nguvu za Mungu, jambo lingine kwa hizi nguvu za Mungu kama zimeelekezwa kwa kwetu, tunasemaje? Ni upendo wa Mungu uliodhihirishwa. Yes, ni kwa ajili yetu. So this is God love at work. Why Mungu hajatuacha powerless? Ametupa nguvu zake. Kwenye Waebrania 13 mstari wa 5 hadi 6. Waebrania 13 mstari wa 5 hadi 6. Anasema msiwe na tabia ya kupenda fedha, mwe radhi na vitu mlivyonavyo. Hii na discussion ndefu tutazungumza wakati kunazungumza mwenendo. Kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, nataka uone hivi, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hata tutadhubutu kusema Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa. Nataka uone haya maneno, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. 13:5. Nasema sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Kwa kuna kutopungukiwa, hakuna kuachwa. Sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hivi yote ni msisitizo. Wajua Wakristo wengi wanaamini Mungu sijui wanaamini, sijui wanajua. Hivi mtu akikwambia sitakupungukia kabisa, alafu akaweka kabisa, okay, nyewe ukisikia sitakupungukia kabisa unaelewa unasikia nini? Unawaza hela zitapungua? Na hata ukiwaza maisha yako kila siku utapungukiwa tu. Practically kwenye dunia hii kutokuwa na tatizo la aina yoyote, labda Yesu amerudi. Sio, umeelewa? Kwa sababu hata kama wewe hauna matatizo utaletewa matatizo yenye matatizo. Yaani practically kwa sitakupungukia kabisa. Watu wengine anasema sitakupungukia, wanawaza pilau, wanawaza mchele, unga kwenye kwenye kindoo kile, mchele hujapunguka, maji. No, sitakupungukia hapa anazungumza yeye.
mimi, you will have me throughout. Basically, kuwa na Mungu sio kutokuwa na matatizo, lakini bora uwe na matatizo ukiwa na Mungu. That's very important. Umesikia hiyo? Kuwa na matatizo sio kutokuwa na Mungu, lakini kuna tofauti ya mtu mwenye matatizo mwenye Mungu na mtu mwenye matatizo asiye na Mungu. Ina make all the difference. Kwa Mungu ngoja niwaambie siri. Mungu hajawahi kuahidi kwamba maisha hayatakuwa rafu. Si kama elewa ila alichoahidi hatakuacha. Yeye hata kupungukia. Maana yake you will never have less of me. Yaani mimi kama ningekuwa Mungu ningesema hivi, yani mimi siwezi kupungua kwako, nitakuwa wakati wote. Si kama elewa Kwa hii sitakupungukia. Angalia anapambana na tabia ya kupenda fedha. Kupenda fedha hapa anafundisha mwenendo wa mwamini ambao, kwa sababu most of the time, wewe niwape tu usiri, most of the time kinachowafanya watu wa fight mpaka waibe mpaka yaani sio mpaka wakopwe. Unajua most of the time ni nini? Kutokuwa assurance na supply. Do you know kwa nini duniani tunahangaika kujiandikisha vitu tuwe navyo? Unahakisha viwanja vimeandikwa jina lako, gari liwe na jina lako. Sababu we really value ownership. Maana hatuna uhakika kama tutapata tusipojiandikia, hata isipokuwa yangu. Sio raha mmenisikia? Ownership. Yaani kitu kibeba identity yako, yaani hii yangu. Umeona? Na mimi niona kiwanja changu, na mimi niona nyumba yangu, na mimi yaani na ngoja niwaambie siri sasa. Kitu ambacho nimejifunza mwaka 2013. Zamani sana. In fact, hakuna mtu anayemiliki kitu chochote duniani. Hapo ulipo humiliki chochote. Unachomiliki tu ni uzima wa milele ulionao sasa hivi. Hakuna hata mtu mmoja mwanadamu duniani anayemiliki kitu. Ngoja nikwambie, hata mke wangu similiki. Ukitaka kujua nikifa wanaweza kumua mtu mwingine. Nimeanza na hiyo mbaya kabisa. Sasa nimeelewa. Nimeanza na hiyo. Ningeanza na gari na singeelewa haraka. Si kama umeelewa? Anakuwa huru kuelewa na mtu mwingine. Kwa nini? Okay, mimi nimetoa mfano wa mimi kuondoka. Hakitangulia. Natafuta tu mrembo mwingine hapa ambaye anajua kutabasamia vizuri na mchuko. Umeelewa jamani? So nobody owns something. We own nothing. Paulo aliwaambiaga matajiri kwenye kama sio Paulo, nafikiri Paulo alimwambia Timotheo na Yakobo pia aliandika. Asemaje, tulikuja hatuna kitu na tutaondoka kile kitu. Kwa utakuja kama utaondoka kama ulivyokuja. Kwa basically mambo yote yanapatikana hapa na yanaishia hapa. Umeelewa hiyo? Kwa hakuna mtu anayemiliki chochote. Hata ya mashamba yako, andika, nenda pale manispaa waandike hati 10. Kufa uone. Zitabadilishwa faster. Wao mtu akifa nguo zake zinavogombaniwa. Hizo fedha zenyewe zimeandikwa mali ya BOT, sio ya kwako. Remember to you have just access on them. Sio kwa nini hapa siri zangu. One of the thing about mimi Mungu amenifundisha zamani, akasema never worry about what you don't have. Because when you need, it will come. When you need. Kwa zamani nilikuwa namfundisha mke wangu, unajua uchumi ukiumba unapata. Sasa mtoto ameumwa, tunaendaje sasa? Mtoto akiumwa, tutapata hela hapa. Hiyo kwake haiwezi ku make sense. Ila kwangu mimi nishapata training. Kwa sababu mimi nimeacha kazi 2014. Kwa hiyo like no formal employment. Unajua kwa nini watu wanataka formal employment? Wewe na uhakika kuna hela zinaingia mwisho wa mwezi. Wanataka uhakika unaelewa maana yake? Yaani kuna assurance ya something, yaani like okay. Wakati hela zikuwepo tulikuwa tunaishije? Lazima. Sababu hela hazina miaka mingi ujue. Kwa hiyo ilikuwa cha muhimu ilikuwa ni access, not ownership. Umeona Access.
Wewe fikiri dunia hii, wewe nikwambie, mpango wa Mungu ilikuwa duniani kuwepo na access, sio ownership. Wewe niwaambie sasa. Kiasi kwamba kinachowafanya watu, ndio maana mtu akiwa na bilioni 1 still atafuta kuiba ifike trilioni hiyo tu kwenye jina lake. That pride of ownership. Sijasema don't own anything. Lakini I'm telling you, you have to grow, uanze kutazama mambo namna Mungu anavyotazama. Ndio maana dunia yote amewaachia wanadamu. Unajua kama tusingekuwa tunahangaika na ownership, ungekuwa magari yote, ukitoka tu hapo unakuta gari unapanda unaondoka. Unapaki sehemu pako salama, hiyo mwingine anachukua anaondoka. Kila mwenye uhitaji bila kuwa na ownership. Life could have become a better place. Lakini sasa kuna mtu ana magari 15, 20, 40 ambapo hayatumii hata yote. Na ukitaka kujua, ngoja niwachekeshe. Kuna mtu Marekani ana nyumba yenye vyumba zaidi ya 50. Na yuko na yeye peke yake na watoto 2. Why you build all that house? Alafu huwa tuelewe hivi vitu tukiwa vijana. Ukishakuwa mzee ndo akili huwa inarudi. Binadamu alivyo, akichelewa ndo anaamka. Yaani jioni ndo watu wanashtuka. Kwamba I really don't know anything. Anajikuta akiumwa atapelekwa hospitali na gari moja. Ana mashamba 15,000. Hataki mtu aguse. Hata mwenye shida ambaye analala hataki mpe. Lakini wakati wa kuzikwa watahakikisha wanapokuzikia ni padogo sana. Ukaza watahakikisha wanapokuzikia ni padogo sana. Ukiwa umechoka kabisa, uwezi na kutembea kuzunguka hilo mansion. Utawekwa kwenye kachumba kadogo. Utagundua kumbe ulikuwa unahitaji kachumba. Unafia kwenye yako kachumba. Baba kwenye mero wanake. Now the world learned Greek. Haiwezi kuelewa language. Kwa sababu God wanted people to have access. Now mimi I believe Mungu hajabadilisha principles zake hata kama dunia imeharibika. Kama mwana wa Mungu, I still believe in access. Wewe waache. Tuendelee kwenye somo letu. Ndio nasema msiwe na tabia ya kupenda fedha, mwe radhi na vitu mlivyo navyo. Alafu Mungu hajasema nitakupa fedha. Anasema nimejipa mimi, nimejipeana mimi. Nisema Mungu anakuambia hivi, why are you worried when you have me? Sio umeelewa? Yeah. Sio umeelewa? Na ndio maana Mungu namna peke yake ya kuponya hofu ni kukuambia niko pamoja na wewe. Soma popote kwenye Old Testament. Akisema usiogope, anamalizaje? Maana nipo pamoja na wewe. Kwa sababu alitaka uwe assured. Yule aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, dunia na wanadamu walioko, yuko na wewe. Anataka uone ya kwamba I'm not alone. I actually have the most powerful God. Sio umeelewa? Na kwenye Agano la Kale alikuwa anawapa kabisa ahadi. Isaya nafikiri ndiye aliandika. Anasema ujapopita katika maji mengi hata ugarikisha. Anasema niko pamoja nawe. Ujapopita katika moto, mwale wa moto utakuunguza. Uhakika ni kwamba atakuwa pamoja nawe. Kuna siri tujifunza tukasema, sio ni kipindi gani, anasema Mungu anachojua nafikiri kunduchi. Mungu hajui kuacha. Kwa hiyo kama kuna mazingira unaweza ukapita ukafikiri Mungu ameondoka, no. So, ndio maana nasema kuna tofauti ya mtu ambaye anapita kwenye problems, anapita kwenye lack, anapita kwenye troubles, then ana assurance kama Mungu yuko pamoja naye, tofauti na mtu ambaye anaye Mungu. Kwa hiyo our God, hiyo God maana yake ulinzi wetu ni Mungu kwa pamoja na sisi. Hiyo ndo anasema hivi, msiwe na tabia ya kupenda fedha. Anasema mimi sitakupungukia. Basically, what if I don't have money? You'll never forget I have God. Umeona hicho kitu? I have God. Ina maana wewe niwaambie why I have God is powerful than I have money. Nisikilizeni vizuri. Kwa nini I have God ni powerful than I have money? Nimesema kuwa na fedha ni kitu kibaya? Never quote that. Si ndio? Ukinisearch hapo utazikuta. Sawa Kwa sababu the medium of transaction and that places but I'm not limited to money. Kwa nikwambie, kuna watu sasa hivi wanatumia mamilioni kuponya mtu mwenye kansa kwa India.
na mpaka zikaisha. Lakini mtu mmoja anaweza akanyanyua mkono, mtu mmoja mwenye Mungu anaweza akanyanyua mkono akatatua tatizo ambalo hata milioni 200 iliyopelekwa India haiwezi kutibu. Umeelewa tofauti? So I have God is powerful than I have money. Na ndio maana mimi namuogopa sana mtu ambaye kila akibraga anataja hela. Sio umeelewa? Like money can do anything. That's not the language of the Bible of a believer. I have God. Sio umeelewa? Okay, kwa hiyo tunaweza tukawa na mazingira yote mazuri kwenye maisha, then yakafika hapa kwenye hivyo vitu na watu na vitu, lakini yote yakafika hapa mwisho. Lakini mtu mwenye have God, he can still walk on water. Anaweza kaenda pale ambapo vitu vingine haviwezi kwenda zaidi ya hapo. Kwa hiyo kitu ambacho Mungu anataka ituridhishe ni kujua kwamba tunaye yeye. Sio umeelewa? Mungu amejipeana. Kwa anasema hivi, ili kukiwa tabia ya kupenda fedha na kuwa radhi hajasema usitafute. Kuwa radhi maana yake don't be troubled while you are searching. Iko sawa eh? Yeah, kwa sababu Biblia inafundisha kufanya kazi kwa bidii, unajua hiyo? Yeah, asiyependa kufanya kazi basi asile pia. Kwa hiyo it's okay. Lakini do you know, hata nikifanya kazi yangu haiwezi kuwa my last provider. Kazi yangu ina limitation, si ndio? But God is not limited. Umeelewa tofauti? Kwa hiyo I have God is better than I have money. I have God is better than I have people. I have God is better than I have fame na majina maarufu kwenye simu yangu. I have God is better than na connections. Ni muhimu sana ndugu zangu. Ni muhimu sana. Learn that. Trust yako iko kwenye nini? Mungu. Umeelewa maana yake? Ukielewa hivi, just go and take time to meditate. What does it take to have God? Unaona, ndio maana unapomsoma kwa mfano Yusufu, waandishi wa Biblia wako makini sana akizungumzia attitude zote za Yusufu. Unasema kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Hiyo ni attitude, ni muhimu when there is a plenty, when there is lack. Wakati na kila kitu na wakati na chochote. Na ndio maana ngoja nikwambie, Abraham anajua kama Mungu ndio portion yake. Ndivyo watu tunasoma kwenye portion. Wakati wa kuchagua upande wa kwenda, alimwacha Lutu achague. Lutu akachagua mahali penye unono. Unajua kwa nini? Ukienda mahali ukiwa na Mungu ni muhimu kuliko kwenda mahali pasipo na unono bila Mungu. Maana ni afadhali yeye anaona ni afadhali walk in love, because I'm not sure of supply. It does the choice like that. Kwa ndo maana Abraham alikuwa yeye, wewe chagua mahali unapoona panakufaa, mimi niache tu hapa. Kwa sababu I have what? God. Na zamani nilijua labda hii maybe hiyo ni instance mojawapo tu ya Abraham. Lakini nakumbuka ya kwamba kuna wakati watu fulani walitaka kumpatia vitu, akasema usije ukasema nimemtajisha nani? Abraham. Nakumbuka ilikuwa ametoka kupiga watu waliomteka nani? Lutu. Sawa? Kwa akaachia vitu vyao, akasema usije ukasema nifanye nini? Nimemtajisha Abraham. Ina maana alikuwa na mentality ya kwamba having God is better than having anything else. And that alikuwa ni mtu ambaye yuko nini? Satisfied. Umeelewa? Hiyo? Umeelewa? Kwa nakumbuka sasa, mwe radhi, msiwe na tabia kupenda fedha, mwe radhi na mlivyo nazo, kwa sababu hajasema kwa sababu atakupa fedha. Upewe milioni 10 na kupewa Mungu. Just wait that. Si ndio? Kwa hiyo Mungu namna ya kusolve matatizo ya watu, na nimekuwa nikisema siku nyingi, badala ya kukupa vitu anajipeana yeye. Ndio maana tunamuita Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu. Kwa namna Mungu akumsaidia mwanadamu ni kuleta roho wake ndani yake, ni kukaa ndani yake. Kwa huo ndio msaada wetu. Msaada wetu ni indwelling, God coming in you. It means Mungu ndani yako anaweza akafanya makubwa ambayo kuna vitu vilivyoko external haviwezi kufanya. So ninaye Mungu sasa hivi yuko ndani yangu. Ina make a lot of sense. Umeelewa Ina make a lot of sense. Nafikiri kuna mtu anaelewa jambo hapa. Yeah. Kwa angalia, kwa katika pendo la Mungu ahadi yake nini? Hata tuacha kamwe wala hata tupungukia.
kwa uaminifu wake. Hii ni loyalty. Jamani, sisi ndio huwa tunawaza kama Mungu yuko mbali na tunaimba nyimbo, uko wapi Mungu wangu, uko wapi, njoo niokoe, lakini yuko hapo hapo. Bwana Yesu yuko wapi, njia gani ningekuwa na wote mabawa ukatafute kule, lakini yuko pamoja na wewe kama alivyoahidi. Na ndio maana kwenye Mathayo 28 ile mstari wa 20 anasemaje? Tazama nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Ruben Kigame aliimba wimbo mmoja zamani, na aliimba nafikiri na nani? Aliimba na dada Gloria Muliro kama sikosei. Anasema, umeahidi wewe Bwana uniachi hadi mwisho wa dahari, ulisema uniachi. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu. Sasa vina vikikaa vibaya 80 siku zote mimi bwana naimbaga hip hop. Sio kwa. Asemaje? Ninaiweka imani yangu kwako Bwana. Kwa anasema wewe ni Mungu uliye mwaminifu. Uliye mwaminifu nini? Amesema umeahidi hutoniacha. Kwa wewe ni mwaminifu. Maana yake nikiona Mungu amesema sitakuacha wala sitakupungukia, that's what is required. Sawa Nilikuwa namsikiza juzi clip moja ya mtumishi wa Mungu Reinhard Bonke. Amesema ameishi miaka zaidi ya 10 na ngapi? Miaka mingapi ametaja pale? Akiwa Mkristo ambaye kila akiomba alikuwa anamuomba Mungu asimwache. Mpaka aliposoma Mathayo 28:20. Akasema amesemaje? Nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kumbe Mungu pamoja na mimi. Kama yuko pamoja na mimi, ndio hapo ndipo alipoanza kuperform miracles. Alianza kuelewa kwamba Mungu kumbe yuko pamoja na mimi. Hayuko mbali. Yeye ni Mungu aliye karibu. Na ukaribu wetu unajua ni zaidi ya nguo kwenye mwili. Basically huko ni kuunganishwa kwa kitu kimoja. Huo ndio ukaribu wa Mungu. Sawa Na kuna sisi tunajifunza a believer has access to God. Hiyo ni kuwa pamoja na Mungu. Na iko vizuri kwenye Wakorintho wa kwanza 6:17. Aliyeungwa na Bwana ndio pamoja naye. Ndugu zangu, we carry the presence of God. Adui mentality yake wakati wote ni kutufanya tuhisi ya kwamba kuna wakati tunakuwa peke yetu. Na ndio maana kuna watu wana feel uwepo wa Mungu wakiwa kanisani, wakitoka wana feel empty. Hiyo ni kwa sababu tumelink uwepo wa Mungu na hisia zetu. If I don't feel, God is with me. If I feel, God is with me. Kama nasikia vibe, sisikii vibe, Mungu hanipunguki. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Never forget that. Never forget that. Yuko na wewe, yani wewe ndio unayebeba uwepo wa Mungu. Kwa hiyo wanasemaga alipomwamini ndipo Mungu alipo. Kwa kama kuna uwepo wa Mungu kanisani kwa sababu waamini wapo, tukitoka linakuwa jengo. Siko sawa Linakuwa jengo la ibada tu. Lakini tukiwepo pale, sisi ndo tuna recharge ile eneo. Then ikawepo na manifestation ya uwepo wa Mungu, watu wakaanza kupona. Sisi ndo tuna recharge ile eneo. Si kama elewa sisi ndo tunafanya iwepo na visible manifestation. Sisi waamini ambao tuko pale. Kwa hiyo whether kuna vibe au hakuna vibe, whether unapita kwenye maji mengi au unapita kwenye moto, whether uko peke yako au uko na watu, whether uko nyumbani au barabarani au kanisani, you are united with God in Christ. Never let the enemy take that. Kumbuka siku zote kinachowafanya watu wa hofu ni kuhisi ya kwamba sitoshi. Sitoshi in any situation. Nitakupa mfano. Kwa mfano, ukiwa peke yako chumbani, mtu akigonga unaogopa. Ila mkiwa wawili, kwa nini unaogopa? Maana una draw confidence kwa uliye naye. Kama umewahi kusikia hiyo? Yeah. Ndio maana watu wengine bwana dada mmoja akasema, yani hata mimi hata kama niko nikiwa tu hata kama ni mtoto mdada sasa. Hata kama nilikuwa na mtoto mdogo wa kiume na nakuwa na ujasiri kuliko nikiwa peke yangu. Yani hata kama hawezi kumpiga mtu, sijui alikuwa anamaanisha nini. Wanawake wataniambia huko mbele. Unaona like kila mtu duniani ana draw confidence from sehemu.
Sio, umeelewa? Ana draw confidence kutoka nini? Sehemu. Okay. Sehemu gani ambayo una draw confidence kubwa kama sio katika Mungu? Umeelewa? Sio, umeelewa? Kwa hiyo nikijua nina Mungu ina make a lot of sense. Unanielewa? Na draw confidence yangu. Kwa baada ya kuogopa nasema ninaye Mungu. Ninaye Mungu. Ninaye Mungu. Ninaye Mungu. Ninaye Mungu. Tuko sawa eh? Kwa Mungu mwenyewe sasa amesema no, sitakupungukia. Kwa nini? Hii tabia kupenda fedha is not sure kutafuta fedha basi. Hii ni unusual appetite. Okay. Mtakula nini kesho? Hilo ni swala la msingi. Okay, fikiria sasa uko na Yesu. Katika mwili, yule Yesu alikuwa anapita Yerusalemu. Alafu amjui mtakula nini kesho. Hivi utawaza kweli? Utakuwa worried. Tumia neno worried. Utakuwa worried. Yes, yule ambaye juzi aligeuza ulipokuwa pale mlimani nyikani. Aligeuza mikate na samaki zika multiply. Ukiwa naye unajisikiaje? Sasa, relax, si ndio? Sasa hivi maji sasa Petro akiugua. Yaani unamuuliza Yuda kwenye account kuna kitu? Ambaye hamna kitu. Sasa jamani, tunatembeaje hapa kwenye account hamna kitu Imagine sasa Yakobo pale anang'atwa na nyoka. Tutamtibu na nini? Uko na Yesu hapa. Unajiuliza maswali? Kwa nini ujiulize? Atafiatua tu, ndio. Either tutapata hela au atamponya. Like kwa namna yoyote we will have the answer. Umeelewa maana yake? Ina make sense? Kwa hiyo mkipita sehemu ukaambiwa hapa kuna maji, tutavukaje? Alafu mmoja jamaa juzi nimeona akitembea juu ya maji akija kwenye mashua kwacho. Sasa tutavukaje kuelekea ng'ambo? Hapo ndani kuna kimbunga. Tunaelekea Zanzibar, lakini mamlaka ya TMA, mamlaka ya hali ya hewa imetangaza kwamba kuna kimbunga kinaelekea huku kinaitwa majina kwa majina ya kike sijaelewa kwa kweli. Kimbunga mmoja tumesikia na kimoja kinaitwa Jobu. Zingine zote za kike. Katrina. Jobu ndo ametuharibia. Jobu ndo ametuharibia. Lakini zingine ni Katrina, Hidaya, sijasikia Aisha bado. Umeona? Sasa unasikia alafu Yesu anapita. Unakumbuka kuna siku tulilala kwenye mashua. Tukamwambia Bwana amka, alafu akanyosha mkono hivi akatulia. Okay, mkiwa mnaelekea Zanzibar, alafu ukasoma Facebook Tanzania Meteorological Agency. Wamesemaje? Bahari ya Hindi imechafuka. Waambieni watu wasisafiri leo. Na mko katikati mnaelekea Zanzibar kwenye boti. Na Yesu yuko pale. Unasemaje? Sasa niwaambie kitu. That is what has to be our mentality even now. Kwa sababu Yesu alikufa na akafufuka. Na yuko sio tu pamoja na sisi, yuko ndani yetu hata sasa. Umeelewa maana yake? Umeelewa maana yake? Okay, kama akili yako ielewe basi roho yako isikie. So it make a lot of sense. I have God. Sio sentence ndogo hiyo. So jamani, amesema hata niacha. Sio sentence ndogo, ni sentence kubwa sana. Now that is very important. If you can learn that, na ikawa ndo msimamo wako wa maisha, there is a kind of worry uwezi kuallow kukaa kwenye moyo wako. Watu watakuona hauko serious na maisha. Kwa sababu most of people are worried of tomorrow. Wanaogopa nini kitakachotokea kesho. Kwa hiyo wamekaa kwenye mazingira hivi kwamba sijui itakuwaje. Kwa do you know watu wanafanya maamuzi haste kwa sababu hana hakika like what will happen tomorrow. Kwa inabidi afanye tukio lote fulani leo sababu ajue what tomorrow may provide. Tunaelewana mpaka hapo? Ina make sense? Yes. Oh, yeah. Kwa ni muhimu sana. Kwa ndo maana sasa kumbe kuna mstari hapo mbele. Kwa nimeusahau. Ndo maana kwenye Wafilipi 4 mstari wa 6 na wa 7 amesema kitu cha msingi sana hapa. Amesema msijisumbue kwa neno lolote.
Mbona neno msijisumbue pale, kwa Kiingereza anasema hivi, do not be anxious. Neno anxious pale ni to worry or to care too much. Do not be anxious. Anxious ni hapo tunapata neno anxiety. Unajua anxiety ni msongo wa mawazo, si ndio? Msiwe na anxiety kwa ajili ya neno lolote. Sasa bali katika kila neno fanya nini? Kusali na kuomba. Kwa nini kusali na kuomba ni muhimu? Kwa sababu kusali na kuomba ndio namna ya kufanya nini? Ya ku fellowship na Mungu, ambao kwenye hiyo fellowship ndio una release nini? Nguvu za Mungu. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa akiomba kwa bidii. Amplify inasemaje? A prayer effectual fervent prayer of the righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. Inaachilia nguvu. Unajua kwa nini maombi ya waamini yanaachilia nguvu? Kwa sababu Mungu anatenda kazi ndani yao. Kwa wanapoomba ndio wanaachilia nguvu za kukomba hizo situation. Kwa unaomba kwa confidence ya kwamba kuomba kwangu kunakuwa na nguvu kwa sababu Mungu yuko ndani yangu. Kwa ninavyoomba naamrisha, nabadilisha, nageuza mambo na mazingira kwa sababu Mungu yuko pamoja na mimi. Pamoja na kushukuru. Hajasema tutokane na Mungu. Anasemaje? Na amani, angalia product yake. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Maana yake you should never worry. Iko sawa Basically, kupewa hivi vitu ni kuonyesha kwamba Mungu anatujali sana. Iko sawa Anatujali sana. Kwa hataki tusumbuke. Nimesema hivi, kutafuta hela, kufanya biashara sio kusumbuka. Kusumbuka ni pale ambapo unakuwa overwhelmed na vitu ambavyo you cannot control. Akili yako inahangaika na vitu ambavyo iko control. Ndio maana prayer ndio namna ya kushirikiana na Mungu katika utendaji wako. Kwenye Wakolosai 3:16 anasemaje? 15. Wakolosai 3:15. Akasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Ni vigumu kuwa na shukrani wakati unalalamika. Si ndio wakati una worry. Sababu worry wenyewe inaonyesha you don't trust. Unasemaje thank you God unapopitia changamoto wakati you are worried? Uwezi. Hata kusema utasema kinafi. Kwa basically kwa sababu ya pendo lake Mungu ametupa nini? Amani yake. Amani ya Mungu ipitayo fahamu zote. Tena ndio inayo tuongoza. Wathesalonike wa pili mlango wa 2 mstari wa 16. Wathesalonike wa pili mlango wa 2 mstari wa 16. Na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu aliyetupenda, umeona aliyetupenda akatupa faraja ya milele na tumaini jema katika neema. Angalia, faraja ya milele, eternal hope. Ndio maana muamini haogopi kufa. Kwa sababu ana tumaini jema na faraja ya milele katika Kristo. Sawa Yeah. Katika Warumi 8:34 tutasoma na Waebrania 7:21 zinahusiana na waraka wa kwanza wa Yohana 2:1-2. Warumi 8:34, Waebrania 7:25, waraka wa kwanza Yohana 2:1-2. Waraka wa kwanza Yohana 2 mstari wa kwanza na wa pili. Huwa napenda kuanza na waraka wa kwanza Yohana, inasaidia vitu vingi sana. 2:1-2. Inasemaje? Anasema watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Wala si kwa dhambi zetu tu,
bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Okay, actually huu ni mstari ambao huwa ni hatari sana. Dada mmoja aliwahi kumsomea mchungaji wake kama, "Umeanza kujifunza mafundisho potofu." Nielezee. Dada mmoja yuko Babati. Akamwambia, "Mbona hujawahi kunionyesha mstari?" Akasema, "Umeanza unasikiza mafundisho potofu wapi?" Sasa mstari sio potofu. Huko kwenye waraka kwanza Yohana 2:1 na 2. Ambia watoto wadogo msitende dhambi, lakini mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi. Basically confusion ya kwanza kwa watoto wadogo. Hawa watoto wadogo sio wakina David, sio wakina Lulu, sio wakina Debra, sio wale wanaojifunza kuongea. Watoto wadogo hapa ni spiritual immature. Sababu barua ililenga kwa kanisa. Kwa ni wale watu ambao hawajakomaa kiroho. Basically changamoto ya mtu ambaye ni ametoka kuamini mara nyingi ni sin conscious. Yaani vipi nikitenda dhambi itakuwaje? Okay, ijapokuwa Yohana anawasihi kwamba wasitende dhambi, lakini anawaambiaje? In case mtu akitenda dhambi asiwaze kupoteza nafasi yake katika nini? Katika Mungu, kwa sababu Yesu ana kazi yake inayoendelea baada ya kazi kamilifu, kusimama kama advocate, kusimama kwenye nafasi ya kuhakikisha kwamba you don't lose position, kwa sababu anasimama akiwa bado ni mwenye haki baada ya ufufuo kwa ajili yako. Kwa sio kwamba Yesu ametuokoa tu akapita kule, tukianza kukosea pale inabidi tena tutafute dhabihu nyingine. No, anasimama kama dhabihu ya milele, kama advocate, ya kwamba jamani, you don't lose ground with God kwa sababu umekosea. Yet atakusaidia usiendelee kukosea, lakini in case you fall, ukianguka, yeye atafanya nini? Atahakikisha unao usalama katika wokovu wako. Na ndio maana anawaandikia kwenye mstari wa 12 kwenye sura hiyo hiyo, anasema nawaandikia ninyi, akasemaje? Watoto wadogo, kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu. Anawaambia mmesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake. Kwa lengo ni kuhakikishia nafasi ya usalama katika wokovu. Kwa hiyo Yesu haja kuokoa jana alafu akaacha kuwa mwokozi wako milele. Amekuokoa na unadumu katika wokovu. Na ndio maana niwaambia maana ya wokovu, kama mnakumbuka, ni to save, to preserve, to keep safe. Wokovu wa Yesu tofauti na kama kuna mawokovu mengi tuachane nayo, lakini wokovu wa Yesu ni anakuondoa katika hatari. Iko sawa? Anakuondoa katika hatari, si ndio? Alafu anakutunza usirudi kwenye hiyo hatari. Anahakikisha usalama huko, kwa sababu kazi ya mwokozi ni kama kazi ya mfalme. Sawa, wafalme zamani walikuwa waitwa soter, SOTER, ambaye ni mtu anayelinda watu wake baada ya kwamba amepigana vita, akawakusanya watu wake kwenye usalama. Huwa anaacha kulinda? No, mfalme ana duty ya kuhakikisha watu wake wanaendelea kwa nini? Safe. Kwa wokovu wa Yesu ni wokovu wa mfalme ambaye amewakomboa watu wake. Ndio maana inaitwa ukombozi. Amewakomboa watu wake katika utumwa, lakini huwezi kukomboa katika utumwa na usiwatunze na usiwalinde dhidi ya hatari. Si ndio Kwa Yesu ametuokoa na anabaki kuwa mwokozi wetu. Sio aliniokoa siku ile, sasa hivi niliwaambia hivi, wokovu wa Yesu kama wokovu wa kutoka mtoni, unatolewa kwenye maji, unatapishwa maji, alafu mtu anambia rudi nyumbani kwenu. Mahali ambapo unaweza kurudia kwenye maji, ukazama tena, mwokozi anakuja tena. No. Akikuokoa anakaa na wewe ili usirudi tena ulipotoka. Kwa ndio maana anasemaga hivi, hakuna siku muamini au mtakatifu ataitwa mwenye dhambi hata kama akikosea, kwa sababu hana uwezo wa kujirudisha kwenye square one alipotoka. Hana uwezo. Unajua kwa nini? Sio kwa sababu hawezi kukosea, kwa sababu ya nguvu ya mwokozi. Hawezi kubadilishwa identity kwa sababu Roho wa Mungu ataondoka. Si ndio Hawezi kwa sababu ya nguvu ya dhabihu au nguvu ya mkombozi. Mwokozi mwenyewe ana uwezo wa kustand baada ya kuwa amemwokoa. Ndio maana anasema Yesu Kristo tunaye msaidizi. Neno msaidizi pale ni parakletos au advocate. Basically parakletos natumia kwa Roho Mtakatifu. Anaitwa allos parakletos. Roho Mtakatifu anaitwa allos parakletos. Another comforter, allos parakletos. ALLOS allos. ALLOS allos
Alafu parakletos. Andika kama unaandika lugha ya mtaani. Parakletos. P-A-R-A-K-L-E-T-O-S. Parakletos. Allos parakletos. Hiyo ndo another comforter au another helper. Msaidizi mwingine ambaye hana tofauti na Kristo. Ndio maana allos pale. Sawa eh? Kwa hiyo kitendo cha kwamba una roho wa Mungu ndani yako, maana yake una uhakika kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu unabaki kuwa mwana wa Mungu. Kama wewe ni mtakatifu unabaki kuwa mtakatifu. Kama umeokoka unabaki kuwa umeokoka. Hakuna siku unakuwa haujaokoka. Iko sawa eh? Hiyo ndio nafasi ambayo Yesu anaifanya hata leo kwa waamini. Si ndio? Advocate. Sawa? Ndio maana anambia nawaandikia msitende dhambi. Kwa nini anambia tuna advocate? Kwa sababu sin conscious can pull people was act kwenye their faith. Wakaanza kuishi kama vile hawajawahi kuokolewa. Ndio maana kwenye Waebrania 7:25 sasa ambao tuliandika mwanzoni, Waebrania 7:25 ametumia nafasi hiyo hiyo ya Yesu, anaita maombi pale. Kule amesema tunaye mwombezi. Kwa hiyo Yesu anafanya maombi sasa hivi, anainama, anainuka, anafunga. No. Hii ni resurrection effect. Sio mafungo. Angalia. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa. Unaona kuwaokoa kabisa eh? Warumi 7:25. Mbona Warumi 7:25? Umefika? Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjao Mungu kwa yeye. Kwa njia ya Yesu Kristo eh? Anaokoa namna gani? Kabisa. Mbona kabisa eh? Kabisa ni uhakika pale, si ndio? Sawa eh? Kabisa ni uhakika pale. Aweza kuwaokoa kabisa wao wamjao Mungu kwa yeye kupitia Yesu Kristo. Maana yu hai, angalia, yu hai siku zote. Kwa Yesu alipofufuka hakufa tena. Unaelewa eh? Yu hai siku zote ili awaombee. Awaombee nini? Mkumbuka kazi yake? Hii kwamba wokovu wao ubaki wa kuwaokoa kabisa. Sio wokovu unaopotea. Kwa hiyo kama wokovu ukipotea, hii kazi ya kuomba ya Yesu hapa ambayo sio maombi ya Baba katika inafanya ni inakuwa haina maana. Inakuwa hafanyi vizuri. Kwa kusema muamini atapoteza wokovu, unasema advocate. Yesu is no longer an advocate. Alipofuka tu akasema mmeokoka, inatosha, bye bye. Jitahidini kupambana huko, msikosee. No. Kwa sisi ni sababu ya yeye kuwepo na kutuombea. Yesu actually anasimama milele, ndio maana hafi, kama mwanasheria wetu. Anahakikisha ulinzi na usalama wa wokovu wetu. Ulinzi na usalama wa wokovu wetu. Kwa sababu yuko hai milele. Twende kwenye Warumi 8:34. Thank you Lord Jesus. Umefika eh? 8:34. Inasemaje? Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo ndiye aliyekufa. Si sawa hiyo? Okay. Naam, zaidi ya hayo amefufuka. Si sawa kwa ajili yetu? Tungesema ameishia hapo. Anasemaje? Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Nini anachofanya kwenye mkono wa kuume wa Mungu? Tena ndiye anayetuombea. Jamani, huwa tumii mistari kwa ile ya prayer point eh? Ukitaka kuangalia neno anayetuombea pale sio desis au diomai ambayo inatumika kwa ajili ya maombi. Ni neno la Kigiriki entukchano. Ngoja nikuonyeshe kidogo hapa. Tunaweza kuchekea maneno yote tuliyosoma. Kwa mfano, ukirudi kwenye ile waraka kwanza Yohana 2, ule mstari wa kwanza, advocate pale ambao ni mwombezi, parakletos. Maana yake, maana rahisi kabisa ya parakletos ni imetumika, ina maana kadhaa. An intercessor, a counselor, advocate, a comforter. Okay, kwa mazingira hapa ni maombi
Kiingereza wamesearch nini? Neno advocate. Sawa King James Version wametumia neno advocate. Sawa Sawa? Kwa sababu kwa advocate sio kuomba. Kwa advocate ni kusimama na vifungu vya sheria na kuonyesha kwamba huyu hastahili kuhukumiwa. Ndio kwa advocate. Hanya mnaonaje? Advocate anasimamia client wake jamani. Ni mtetezi na anakuwa na hoja za kutosha. Naomba niulize, hoja ya kutosha ya kwamba muamini hata hukumiwa milele au hata poteza wokovu ni nini? Yule aliyekufa anaishi. Na kwa nini kuishi kwake? Ni kuonyesha kwamba jamani, mimi nimemaliza. These are the sign. I died for their sin and I'm alive as holy. So they are as I am. Ndio sababu yote niliyopitia ni kwa ajili yao. Kwa anasimama kama advocate ya kwamba jamani, ikitaka kwa hukumu hawa inabidi kwanza ureverse nilichokifanya. Iwe Yesu hajawahi kufa kwa ajili ya dhambi zao. Kama dhambi zetu zitatupeleka motoni, Yesu alikuwa na haja ya kwenda kuzimu. Iko sawa? Tuelewana mpaka hapa? Yeah. Au wasema hivi, kama muamini akitenda dhambi ataenda motoni, Yesu ambaye hakutenda dhambi, kwa nini alienda kuzimu? Kuzimu ilikuwa ni kwa ajili ya nani? Yule mwenye dhambi. Na nani alienda huko? Yeye. Okay, aliyemwamini Yesu akikutwa kule ni kwa sababu hawajamwamini Yesu. Iko sawa? Nimesema ni nimesema okay. Okay, ngoja niseme hivi. Ukimkuta mtu yoyote kuzimu, shida yake itakuwa moja tu, hakumwamini Yesu. Sio kwa sababu amekosea chochote. Kosa lake litakuwa ni kwa sababu hakumwamini yule aliyekufa na alienda pale kwa ajili yetu. Hivi unajua, ngoja sitaki leo kwenda huko. Jesus actually went to hell for us so that we can not go hell. Jamani, haiwezekani ukawa na akili timamu ukapewa adhabu mbili. Yaani huyu afungwe kwa sababu ya deni lako na bado ukafungwa kwa sababu ya hilo deni. Inabidi huyo mtu awe nini? Ni hukumu, ni hakimu dhalimu. Na hiyo hukumu inakuwa sio hukumu ya haki. Si sawa Iko sawa Yeah. Kwa kwenye hiyo tumeshaelewa ni advocate Okay, twende kwenye hiyo Warumi. Kwenye Warumi 8:34. Make intercession pale ni entukchano. Spelling yake ni ENTUGCHANO. ENTUGCHANO. Entukchano. CHANO mwishoni. Chano mwishoni. Lazima usiweke chano. Maana rahisi ya entukchano actually sio prayer hizi. So ukiangalia kwenye Strong Defense anasema to chance upon, that is by implication to confer with, by extension to entreat, in favor or against, deal with or make intercession. Angalia, to confer, by extension to entreat, in favor or against. Ni kama unasimama in favor or against somebody. Okay, naomba niulize, kwa habari yetu Yesu anasimama in favor for us or against us? In favor for us. Ndio kazi anayofanya kwa sababu ametufia. Na wanasema Kristo ndiye aliyekufa. Kwa Yesu ndiye anayeweza kufanya intercession hapa. Sasa unajua intercessors pia walichukuaga hii. Wafahamu intercessors wana maombi Kuomba jamani kitu kizuri. Lakini Yesu akatumia term tofauti. Intercessors, kwa mfano Tanzania tuna ma intercessors ambao wao majanga yakianza kutokea wanaenda kumsihi Mungu, kutuliza hasira ya Mungu juu ya watu. Kwa kazi ya ma intercessor ni kusimama kati ya Mungu na wanadamu. Cheo kikubwa sana. Cha hatari sasa. Kwa hiyo maana yake inabidi wawe wasafi sana, ili wakisimama mbele za Mungu aseme mwanangu nimekuelewa. Nataka niwakungute lakini yaani wewe
wewe umenibembeleza sana. Wanaitwa wanawake waombolezao. Wakilia Mungu anasema nimesikia. Msilie tena. Unaona? Like a lot of things yatengenezwa nje ya misconception na confusion. Kwa hiyo Biblia inasema vizuri, mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mwanadamu Yesu Kristo. Sawa? Yeye ndiye ana qualify kwa sababu hakuwahi kufanya dhambi, hakuwahi kukosea. Kwa akisimama kama mpatanishi, anasema actually kupatanishwa huo sio maneno, sio maombi, sio kilio, sio mafungo, alikufa. Sasa mshahara dhambi ni nini? Ni mauti, sio kilio. Mshahara dhambi sio maombi. Kwa Yesu anasimama kama mpatanishi kati yetu. Anasimama in favor of us. Na asimami peke yake, anasimama kwa damu yake, kwa dhabihu yake, kwa mauti na ufufuo wake. Anasema look at my work. Kwa ni ushahidi ya kwamba dhambi zetu zimeshughulikiwa milele. Tuko sawa eh? Kwa pala anatumia endukichano. Nafikiri tukicheki kwenye Waebrania ile 7:25 tunaweza tukapata neno lingine pale. Kwa pale ni parakletos, hapa ni endukichano. Lakini zote kwenye context tunazungumza intercessory ministry of nani? Of Jesus. Ambayo sio prayer. 7 ni kazi ya kisheria. 7:25 Waebrania asemaje? Whereby is able also to save them to the uttermost that coming to God by him he liveth to make intercession. Unaona? Ni entukichano imetumika hapo pia. Kwa entukichano imetumika pia wapi? Kwenye huu mstari. Kwa entukichano imetumika sehemu actually 3 kwenye Biblia. Tumeelewana mpaka hapo eh? Yeah. Kwa hiyo ndo intercessory ministry of Jesus. Kwa hiyo tayari hilo ni pendo la Baba. Haleluya. Ni pendo la milele, la kutunza milele. Yesu anasimama kama ushahidi ya kwamba unatunzwa na Mungu. Na ndio maana kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 3:1 tutasoma na mstari wa 2. Inasemaje? Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu hatutambui kwa sababu hatutambua yeye. Kwa tayari ni kwa sababu ya pendo la Mungu sisi ni nini? Wana wa Mungu, si ndio? Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakapokuwa, lakini tunajua kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye kama tulivyo. Kwa hiyo anasema hivi, pendo la Mungu ndilo linalotupa uhakika ya kwamba hata baadaye tutakapobadilishwa ni kwa sababu ya huo upendo. Huko kubadilishwa na kuzungumzwa hapa, kama ukisoma kwenye sura za nyuma, yanazungumzia katika ujio wa Kristo. Wengine wanaita kuja wa Kristo mara ya pili, ambapo yanazungumzia specifically kubadilishwa kwa miili, wengine wanaita unyakuo. Sawa eh? Kwa yote ni kwa sababu wewe ni nani? Mwana wa Mungu, uko katika pendo la Mungu. Na pendo la Mungu huwa hata kifo hakiwezi kutenganisha. Unaelewa eh? Yeah, kwenye hiyo sura ya 8 tuliyosoma kuanzia 38-39 Warumi, anasema je, ni nini kitakachonitenga na upendo wa Mungu? Je, ni mauti? Je, ni uzima? Je, ni liopo? Je, aliyoko chini? Aliyo juu? Je, ni malaika wenye mamlaka? Hakuna. Basically ni kuonyesha kwamba pendo la Mungu lina uwezo wa kututunza milele. Lina deal na hali zetu zilizopita, zilizopo na zijazo. It covers everything. Huu ni upendo wa ajabu sana. Umeona eh? Na mama mmoja aliwahi kuimba wimbo ninakumbuka kichwani hapa. Anaitwa nani? Neno lake Mungu ni pendo la ajabu. Neno lake Mungu ni pendo la ajabu. Ni Mkenya. Pendo ambalo sikuona ulimwenguni. Shamsahau jina lake. Kwenye waraka wa kwanza Yohana 4:9 hadi 10. Mbele tu hapo mbele waraka wa 3 wa Yohana. Waraka wa kwanza Yohana 3. Waraka wa kwanza Yohana 4:9 hadi 10. Nasema katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu. Mungu amemtuma mwanae pekee ulimwenguni ili atupe uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanae kwa kipatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Mnakumbuka kwenye mstari wa sura ya 2? Mstari wa kwanza na wa 2. Yeye ndio kipatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo kwa sababu ya upendo wake kwetu, hata Mungu alimtuma nani?
mwanawe ulimwenguni akafa kwa ajili ya dhambi zetu ili tupate uzima kwa nani? Kwa yeye. Kwa basically huku kupatanishwa ni Yesu kutolewa kama fidia kwa ajili ya dhambi zetu. Sawa Ni Yesu kutolewa kama fidia kwa ajili ya dhambi zetu. Tuko sawa mpaka hapo? Yeah. Sasa unaona upendo wa ajabu. Naomba tujue pia kwamba upendo wa Mungu kwetu ndio sababu ya sisi kuwapenda wengine. Au ndio sababu ya sisi kumpenda Mungu na kuwapenda watu wengine au watakatifu. Watakatifu tu. Wao watakatifu tu. Nimesema watakatifu kwa sababu maalum kabisa. Maandiko yanamsitiza zaidi kuonyesha upendo wako watakatifu. Haujawahi kusoma hiyo? Au nimesoma kichwani? Je, soma Galatia 6:10. Wao watakatifu. Of course, hilo ndiko lipo. Wao watakatifu. Kwa nini tuseme upendo wa Mungu? Okay. Kwa nini tuseme kwamba kwa ajili, kwa sababu sisi tulipenda kwanza, then tunapenda wengine. Yaani penda wengine. Kwani anasema tutapenda wengine? Sema watakatifu si ndio? Sijasema asipende wengine. Sisitizo ni kupenda watu wote, hasa waaminio. Jamaa ya waaminio. So hasa particular waaminio. Yaani wewe kwenda kwenye kwanza kutafuta kituo cha watoto yatima kupeleka chakula wakati kanisani kuna watu wanalala njaa, ni unafiki wa kiwango cha PhD. Yaani watu waliojaa roho, kwa sababu hilo unaweza kumpa chakula na asimpokee Yesu. Kwani Yesu alikuwa hapa watu mikate na hawaamini? Kwa unaenda kuwalisha mashetani kwanza, masanamu, watu wasio na roho wa Mungu, watu waliokufa katika roho, watu wasio na uzima wa milele. Na kuna mtu mwenye uzima wa milele ameshindwa kwenda uinjilisti kwa sababu ajala siku 2. Si ndio? Sasa leo wa Kristo wanaanza kuhangaika kutafuta vitu vya watoto yatima. Hii wakati kanisani kuna watu wanatembea pepo. Clear church kwanza. Hiyo ndio mpango wa Biblia. Clear church kwanza. Wakati misaada inapelekwa kwenye wakati wa njaa, ilikuwa inapelekwa misaada kwenye nini? Makanisa. Kwa hiyo focus hawa waamini. Haina maana muamini akimkuta mtu ana njaa asimpe. Lakini wewe unaanza kuwatafuta wenye njaa wakati kanisani wengi hawana. Una nguo pale umevifurumua, badala anakuaga na nguo moja wakingua wanavaa mara moja tu watavaa milele. Unazimekaa pale mpaka zimeanza kunukia fungus. Alafu unazichukua, unaenda kupeleka kule kwenye kituo cha watoto yatima kule Vigwaza. Na kanisani kwenu kuna dada amefunga nani? Yaani unaelewa maana yake? Kuna mkaka anakuja viatu vinafanya nini? Vinacheka. Yuko kanisani. Na wakati mwingine ni mhubiri. Yuko bado mhubiri pale. No, it doesn't make sense. Sawa Yeah. It doesn't make sense. Na bado mna misemo mnatumia Kiswahili. Nini anze nyumbani? Charity begins at home. Mbona mtu hiyo? Yeah, so it's very important. Why are we seeking? Unatafuta the need kwa torch. Unatafuta kule una mashirika ya kusaidia watu ambao hawawezi kulipa ada. Kanisani hawafaidiki na hii. Na ni waamini kabisa. Wamejazwa roho. Wanena kwa lugha. Umeelewa? Kwa priority believers. Yes. Tulikuwa tunaangalia hapa kwamba tulikuwa tunachambua ile dhana ya kwamba sisi muamini ni amependwa. Tumeenda tunaangalia hizi mistari Roman 8:34, Hebrews 7:21, 1 John 2:1-2. Yeah. Tumeona kwamba hiyo kwamba muamini hata kama akitenda dhambi, ambapo tumeangalia pale kwenye maandiko kwamba ni watoto wadogo ambao ni machua,
spiritually matured, so kwamba walikuwa hawajiamini, kwa maana waliamini sema walikuwa na mwenendo wale sin conscious. Lakini kwenye kuchambua tunaona kwamba kuna kipengele ambacho ulisema aros parakletos ambao ni intercessor. Tukirudi huku nyuma sio sehemu gani, lakini katika Yohana 15, Yohana 16:7. Nikisoma kwenye version ya Kiingereza na kitu anapata, naona kama kuna neno intercessor imeingia tena. Yohana 15:16. Ambaye anasema, however, I'm telling you nothing but the truth. When I say it is profitable, I'm a good advantage for you that I go away, because if I do not go away, the Comforter. Alos parakletos nakumbuka. Intercessor. Hichi tunachokiongelea hapa intercessor is the same thing that kwenye 16:7. Exactly. Kitu hicho kimoja. Si Roho Mtakatifu. Okay. Shida ni nini hapa? Shida ni kwamba umesema anatuombea, is advocate. So anaituombea ni Kristo. Kwa maana yeye ni kama ni advocate. Sasa kama ni Kristo, then unasema ni Holy Spirit here. Roho Mtakatifu nani bwana? Acha kuchanganya. Roho Mtakatifu nini? Wewe kweli unachanganya. Roho Mtakatifu ni nani bwana? Okay. Wewe unajuaje utatu na uelewaje kwanza? Maana sisi ikawa na utatu na miungu mitatu. Hapo labda hapo waanze kunielezea huu utatu. Then ndio unaweza nikaconnect. Do you know, kila siku nawaambia kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako ni ushahidi wa kwamba chochote ambacho Mungu anataka kufanya ndani yako ameshakifanya. Ni supply ya Mungu ndani yako. Kwani Mungu ni nani? Unamwonaje Yesu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Tuanzie hapo. Kwa unamwonaje? Kwani tusubiri tujifunze kwenye tabia halisi ya Mungu. Okay. Yesu na Baba unatofautisha. Unaelewaje Yesu na Baba? Tuanze na hao wawili kwanza. Hata ukitoa moja kwa moja Yesu na Baba, tuanzie hapo. Unachanganyikiwa hapo. Tuanzie hapo. Yesu anasema hiyo Yohana 14. Sababu Yohana anasema naondoka, alafu Yesu anasema nitaondoka. Kwanza alisema nitaondoka afu tarudi. Afu baadaye akaanza kubadilisha akasema nikiondoka atakuja. Okay, nani atakuja? Holy Spirit. Okay, na yeye alisema nikiondoka nitakuja. So they are one. Okay. Kwa hiyo nafikiri ndani yako una Yesu alafu na Roho Mtakatifu. Alafu na Baba. Kwa hiyo Yesu amekaa hapa, Roho Mtakatifu amekaa hapa. Hivyo jua hata kwa bahati mbaya wewe usema nikisema kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Umewahi kusikia kisema? Yeye maneno. Okay, unajua kwa nini kwanza? Hiyo kutumia kanuni ya uchambuzi, tunajua kanuni ya uchambuzi wa maandiko. Imetajwa mahali moja tu wote pamoja. Ni kwenye Mathayo 28. So kumbuka hivi. Kuwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na zile na pale ni kai sio de. Kwa ni Baba, kai, Mwana, kai, Roho Mtakatifu. Unajua maana ya kai? Kai maana yake nini? Explanation ya huyo Baba ambaye ni Mwana ambaye ni Roho Mtakatifu. Mbona imeisha hapo? Okay, kwa Baba tunamterm as God, the source, the source of everything. Ndio Ndio? Alafu Mwana incarnated katika mwili. Alafu Roho Mtakatifu, the same God, fellowship with us. Basi. Iko sawa? Iko sawa? Kwa nikiwa na Roho Mtakatifu nasema Mungu yuko ndani yangu. Yes. Yesu yuko ndani yangu. Yes. Ndio maana yake. Mzee mmoja alinisaidia, askofu mmoja akaniambia, usichanganyikiwe kabisa. Sasa baba asubuhi kaja amevaa rangi ya zambarau. Mchana kaja amevaa nguo nyeupe. Anasema mchana kaja amevaa nguo ya kijani, afu jioni akaja amevaa nguo nyeupe. Anasema nao baba watatu. Alivaa nyekundu. Ni baba yule. Baba yule. Hiyo ndo maana ya utatu. Na ndo maana ina mambo mengi tutajifunza kwenye Knowledge of God. Nitasema tu kama summary, wala anayesikiza asikwazo kwa sababu summary wasipendagi, lakini natoa summary afu mwishoni nitaelezea. Na ndio maana hata Yesu wakati anaongea
alikuwa anahakikisha watu kwamba yeye ni Mungu, anahakikisha kwamba yeye ni Mungu. Na aliulizwa, wewe nikuonyeshe sehemu moja hapo tu kwenye Yohana 14. Yohana huyu ambaye ametumia advocate ndiye aliyetumia tena kwenye injili yake Yohana 14. Okay, tunaweza kusoma kwanza mstari wa kwanza. Tutembee tu, alafu nitakuwa nawapa signal. Yohana 14 mstari wa kwanza. Tukianza tu pale anasema hivi, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. What is that? Biblia inafanya imani juu ya miungu miwili. Niamini na mimi. Okay, anasemaje? Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Nyumbani mwa Baba yangu kwangu. Kwa nyumbani mwa Baba yake ni wapi? Kwake. Ili nilipo nanyi mwepo. Kwa nyumbani mwa Baba ni ndani ya Kristo. Sababu neno I welcome you unto myself. Not my place, myself. Kwa ni ndani ya Kristo. In Christ reality nazungumzwa hapa. Tuwe taratibu. Asema basi nikienda kuandalia mahali, alikuwa anazungumza kabla hajafa hapa na kufuka, si ndio? Basi nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu ili nilipo nanyi mwepo. Iko hapo Anasema nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia Bwana, sisi hatujui endako na sisi tuijuaje njia? Akufunga. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ukiwaza njia hapo ndio utaanza kuwaza barabara, pole. Ataelezea njia hapo chini. Akasemaje? Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua tena mmemwona. Kwa Baba alikuwa mtaani. Unasemaje watu ukae kama uko Yerusalemu na Yesu anaongea. Usikae kama uko hapa. Hama. Uko Yerusalemu sasa hivi. Kama mngenijua mimi, mngemjua Baba. In fact, aliyeniona mimi amemwona Baba. Ninyi mnamjua tena mmemwona. Habari baba. Labda ufeli Kiswahili. Au tunyofoe kwenye Biblia mstari. Halafu chini yake anasemaje? Yesu akamwambia, ngoja. Unafikiri ilisha? Nani anasemaje? Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatosha. Ni kama vile unapiga hivi. Ila wala amechoka kusikia Baba, mimi Baba, mimi Baba. Alafu anaanza kuelezea. Anasemaje? Filipo akamwambia, Bwana, tuonyeshe Baba yatosha. Angalia jibu lake. Pay attention. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku zote. Wewe usinijue Filipo? Swali lilikuwa nasemaje? Nionyeshe Baba. Jibu lake nasemaje? Mimi siku zote niko na wewe. Bado unijui? Ndio na mimi amemwona Baba. Basi wewe wasema utuonyeshe Baba. Kwa hiyo sasa ule Utatu Mtakatifu hapo. Ndio huo. Baba na Mwana umekuja. Ndio huo nimeshaelezea. Simeshaeleweka jamani. Utatu umeeleweka au? Shida ya Utatu sio kwamba haupo. Unaelezewaje ndo muhimu. Sawa Sawa. Okay. Nataka tuendelee au tuishie hapo? Kwa sababu leo tutaka tujifunze tabia ya Mungu, sikutaka. Nasema nimekuwa pamoja na Yesu zote usinijue Filipo. Okay, shida hapo nakuuliza sasa ni roho ni nani? Roho hapa je. Ngoja tumemalizana na Baba na Mwana. Baba na Mwana hapa tayari. Tutulia basi. Mimi sasa hivi ndo rubani. Subiri niongoze mimi. Ndio maana akasema chini yake, mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu. Maana yake ni union It is God in the flesh. He is working. Kwa Mungu alikuwa katika mwili Yerusalemu, lakini alikuwa katika mwili wa Yesu. Iko sawa?
akifanya kazi zake, si ndio? Sawa eh? Kwa Mungu anaweza akachoose kwa ndani ya mtu mwingine at the same time akawa mahali pengine. Mtu mmoja aliniuliza, sasa wakati Mungu alikuwa ndani ya Yesu katika mwili, sasa dunia nani alikuwa anaongoza ndani wakati Yesu? No. Mungu hawezi kuwa limited. Anaweza kaa hapa akiwa hapa. Ndio maana yuko ndani yangu, na kaa ndani yako, na kaa ndani ya wengine, na kaa Marekani, na kaa anamsaidia nani, wewe nitumie mfano, akawa anamsaidia mwingine asipate ajali hapo Ziwa Victoria, na mwingine anakwepa risasi pale nani Marekani. Sawa eh? Sawa. Twende 16. Kwa Yesu alikuwa anacheza na maneno kwa sababu Wayahudi walikuwa hawamchukulie kama Mungu. Sawa eh? Ndio maana kwenye sura ya 10 anasema mimi na Baba tu mmoja. Lakini hakuanzia pale, amejitenga akajiunganisha. Mimi nawapa uzima wa milele wala atapotea kama akarudia tena. Baba yangu ni mkuu kuliko wote. Hakuna atakayonyang'anya kwenye mikono yangu. Mkono wa baba yangu. Amesema hakuna atakayonyang'anya kwenye mikono yangu. Alafu akasema hakuna atakayonyang'anya kwenye mikono ya baba yangu. Alafu akasemaje? Mimi na Baba tu mmoja. Iko sawa eh? Twende hapo 16. Asema mimi nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Asemaje? Ndiye Roho wa kweli ambao ulimwengu hawezi kumpokea kwa sababu, angalia, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu. Alafu baadaye itakuwaje? Naye future atakuwa ndani yenu. Tukalale. Sasa hivi anakaa kwenu, mnamjua Roho Mtakatifu, si ndio? Anakaa kwenu, lakini hayuko ndani yenu, lakini baadaye atakuwa ndani yenu. Because the Spirit is the work of Christ in the believer. Shida nini? Na ndo maana akasema hivi, angalia. Mstari wangapi tulisoma? 16, 17. Anasemaje? Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Kwa nini yasema Roho Mtakatifu atakuja kwenu? Okay, ni sana kusema sitanawaacha ninyi yatima, nawaachia Roho Mtakatifu. The same, sama. Kitu kile. Sitanawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Lakini maombi aliomba juu, atawapa msaidizi mwingine. Yafaa mimi niende alafu yeye aje. Maana yake nini? Nikiwa hivi you really not enjoy. Let me be in. Ina faida sana kwa ndani kuliko kwa Yerusalemu na ponya mwingine pale na kule mnahangaika. Nataka niwe ndani ya mtu kila mmoja ili muendelee kuexpand kazi yangu. Because the Spirit in us is Jesus Christ expanding his territory. Ndivyo ambavyo anafanya kazi. Na ndio maana kwenye Yohana 12:24 anasemaje? Akati anatabiri kifo chake, anasema chembe ya ngano isipoanguka inakaa hali hiyo. Lakini ikianguka ikaoza ikafa, ikifufuka au ikiota inazaa mazao mengi. Alikuwa anasema hivi, I'm alone like this, God in the flesh. Si ndio? But when I rise, God will be in many. Kwa hiyo God will incarnate many men. Kwa atakuwa ndani ya watu wengi. Iko sawa? Umeelewa sasa kwa maelezo haya marahisi kabisa. Yeah. Sawa eh? Yeah. Okay. Kwa hiyo tunaweza tukamaliza hivi. Kwa hiyo tunapenda sasa kwa maana yeye alitupenda kwanza. Waraka wa kwanza Yohana 4:19. Tunawapenda wengine kwa sababu pendo la Mungu limeshamiminwa ndani yetu. Warumi 5:5 tu. Sisi tuwapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Waraka wa kwanza Yohana 4:19. Waraka wa kwanza Yohana 4:21. Anasemaje? Na amri hii tumepewa na yeye ya kwamba ampendaye Mungu na mpende na ndugu yake. Kwa upendo wa Mungu unatufanya tumpende yeye. Basically kwa kumwamini yeye tunaweza kuwapenda wengine kwa sababu upendo wake na mimi ndani yetu sisi tulipoamini. Waraka wa kwanza Yohana hiyo 4:11. Rudi juu 4:11. Anasemaje? Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi. Umeona upendo wake ulivyo ajabu eh?
Kwa kufahamu upendo wa Mungu ni inspiration ya Mungu kusaidia kuwapenda wengine. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Sorry. Kwa hiyo, ukifundisha vibaya upendo wa Mungu, unamtengeneza muamini mbaya. Muamini akiona upendo wa Mungu ulivyo mkubwa, inakuwa empowered amuige baba yake, apende kama yeye. Ndio maana kwenye ile wa Efeso tuliosoma 5:1 kabla hujaenda 2. In fact, ukisoma zote 1 na 2, nasemaje? Ngoja tusome hiyo Efeso alafu tumalizie hapo. Kwa Efeso 5 mstari wa kwanza na wa pili nasema hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Neno mfuateni pale Kiingereza nasema be ye followers of God. Neno followers pale ni mimetes, ambayo maana yake nini? Imitators, watu wanaoiga kwa Mungu. Tunaiga nini? Mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi hata akajitoa kwa ajili yetu. Kwa hiyo upendo wa Mungu ndio unatubidiisha, ndio unatuempower tupende wengine. Kama Mungu alinipenda mimi hivi, kwa nini nisiwapenda wengine? Upendo wa Mungu ni our inspiration to love others. You can't know the love of God and not pour it to other people. Upendo wa Mungu ni nguvu kwa ajili ya kuwapenda watu wengine. Kwa hiyo Mungu ametupenda na sisi tunampenda kwa sababu tumeamini kazi yake na kukubali na kupendana sisi kwa sisi. Hiyo ni kusema ya kwamba muamini amependwa na Mungu. Upendo wa Mungu actually ni kwa ajili yetu. Alikuwa anatuwaza sisi. Sawa eh? Naweza kuomba? Kwa upendo wa Mungu la ajabu sana. La ajabu sana. Kwa ajili yetu. Yaani hakuna kitu katika ukombozi ambao ilikuwa ni kwa ajili ya Mungu. Yaani hakuna sehemu ambayo Mungu alikuwa na matatizo. Msamaha wa Mungu ni kwa ajili yetu. Nilikuwa nawaambia juzi sehemu moja, hata tunaposema unajua wanadamu wanafundisha vibaya juu ya msamaha wa Mungu. Ambia jamani, samehe uwe na amani. Kusamehe ni kumfungulia mfungwa ambaye ni wewe. Kwa kama kusamehe ni kumfungulia mfungwa ambaye ni wewe, kwa sababu tunafikiri msamaha unatuathiri sisi tunapowasamehe wengine, lakini Biblia haifundishi hivyo. Biblia inafundisha namna Mungu alifanya nini? Alivyotusamehe, kwa sababu sisi ndio tulikuwa tunahitaji msamaha. Iko wazi kabisa. Kwa hiyo Mungu hakuwa kifungoni, sababu msamaha wa Mungu basically ni kumwachia mfungwa ambaye ni sisi. Si ndio eh? Yeah. Kwa msamaha ni kwa ajili ya mwenye uhitaji wa msamaha, sio wewe. Wewe katika Kristo uko huru. You are not bound. Lakini pia upendo wa Mungu ukifundishwa kwa namna sio sahihi, it's very hard kukubaliana na hii verse ya Ephesians 5:1-2. How to imitate something that haukielewi. Yaani unaweza kuprovide kwa mwingine. Ndio maana nimesema hivi, ukifundisha vibaya msamaha wa Mungu, umemharibu muamini kitabia. Kwa sababu anatakiwa kujifunza kwa babake. Ndio maana sio nasema hivi, hata ukifundisha tabia ya Mungu vibaya, unamtengeneza Mkristo mbaya. Unajua kwa nini Wakristo wanapenda kuua? Na wanasema usiue lakini wanaua wachawi. Sasa sijui maana yake nini? Maana kusikia mtu anasema Biblia inasema usiue, lakini usiku ninachinja, ninaharibu, ninateketeza watoto hao, ninaondoa na uzao juu ya nchi, hawataona asubuhi. Umeona? Adui zako wote waangamie, piga fire. Basi kesho kuna mtu kafa anasema, "Yeah, niliwaambia mimi sio mtu wa mchezo." Ni kwa sababu they learned wrong about God. Hakujua pendo la Baba. Kwa ukifundisha vibaya tabia ya Mungu na namna Mungu anavyosamehe, namna Mungu anavyopenda, ukiweka upendo wa masharti, unazaa muamini mwenye upendo wa masharti. Ukiweka msamaha wa hovyo, unazaa muamini anayesamehe kwa hovyo. Kwa sababu lazima aige kwa babake. Kwa hiyo anasema hivi, ukifundisha kama Mungu ni mwenye hasira, umempa muamini tiketi ya kuwa na hasira. Sababu Mungu hawezi kukemea usiwe na hasira wakati yeye mwenyewe anazo. Afanya hasira haitendi haki ya Mungu, na mwenye haki mwenye Mungu anatumia hasira. Unaambia watu hasira ukaa vifuani mwa wapumbavu, na Mungu mwenyewe pia anayo hasira. Kwa hiyo Mungu ni nani?
Kwa hiyo ukifundisha vibaya, watu wa Kristo wana legalize vitu kwa sababu walipofundishwa juu ya nani? Baba yao. So you have a wrong father, you have a wrong character. So yeah, tunajifunza kwenye tabia ya Mungu kwa mbele. Tunaweza kumshukuru Mungu. Baba, nakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa kutupa nafasi tena ya kujifunza hapa. Tunaomba na kupokea kwamba mambo haya tuliyojifunza yanakuwa na nguvu ya kugeuza na kubadilisha fahamu wetu kwa ajili yale ambayo umefanya katika Kristo. Kila mmoja wetu anaweza kuenenda katika pendo la Mungu kwa sababu tunauona upendo wake. Tunaomba na kupokea kwamba ufunuo wa upendo wa Mungu unaendelea kuimarika na kukua ndani yetu, kiasi kwamba tutauona ukubwa wa upana wa upendo wake. Tutaona kimo, tutaona kina, tutaona urefu na tutaona upana wa upendo wake Mungu katika Kristo Yesu. Ili mwisho wa siku ufunuo wa upendo huu utusaidie kuenenda katika upendo katika ulimwengu huu, mbele ya watu wengine, katikati ya waamini na watakatifu, katika jina la Yesu. Tunasaidiwa na upendo wa Mungu kwa imara kwa watu bora, tuweze kutenda kama baba yetu. Tunapewa hakika kwamba ulinzi wa Mungu ni kwa ajili yetu. Tutembee kama watu wenye hakika kwamba Mungu hatupungukii wala hatuachi, katika jina la Yesu. Amen. See you next Thursday. Hello rafiki, naamini umejifunza vitu vingi sana kwenye episode hii. Endelea kuwa sehemu ya madarasa yanayofuata. Mwisho wa episode moja ni mwanzo wa episode nyingine. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare link hii na watu wengine. Umebarikiwa sana. See you next week.